Naam, asanti sana, na nitakuwa tu na kueleza ya kwamba uchaguzi wa kesho ambao utakuwa unang'oa nanga katika maeneo mbalimbali. Manake asubuhi na mapema Wakenya watakuwa wanaelekea katika uchaguzi katika maeneo bunge mbalimbali. Eneo la kwanza ambalo uchaguzi utakuwa unang'oa nanga ni eneo la Kasipul, ambapo mbunge wa Kasipul itakumbukwa ya kwamba aliweza kuiaga dunia kutokana na kupigwa risasi, lakini kesho na mapema wananchi wa Kasipul watakuwa wanaamuka mapema kuhakikisha kwamba wameweza kwenda katika uchaguzi, kuhakikisha kwamba wameweza kupata viongozi wengine, viongozi ambao wataweza kwenda bunge ili kuhakikisha kwamba wameweza kupeleka matakwa yao. Na ndiposa na kueleza ya kwamba kutakuwa na wagombea watatu, mmoja akiwa ni mwanawe marehemu wa Kasipul ambaye pia atakuwa anawania kiti hicho. Kutakuwa pia na mbunge ya Roko ambaye pia atakuwa anapigania kiti hichi na tikiti ya independent. Pia eneo bunge la Mbeere North ni uchaguzi ambao umekuwa ukitiwa macho na wengi, na ni uchaguzi ambao wengi wanatazamia kuona kutakuwa vipi. Manake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameweza kumsimamisha mgombea ambaye ni Newton Karish, pia chama cha UDA ambacho kitakuwa kinamsimamisha mgombea wa huko ambaye ni wa Muthende, ambaye atakuwa anapigania kiti hicho. Kuhakikisha kwamba tumeweza kukuletea tu taswira kamili ili tuweze kukueleza taswira itakuwa vipi uchaguzi wa kesho. Eneo bunge la Narok pia tutaweza kumpata mgombea wa kiti hicho cha MCA ama ni mwakilishi wadi ambaye atakuwa anapigania kiti hicho, kuhakikisha kujua ni yapi ambayo yatakuwa yanang'oa nanga. Upande wa Malava ambapo ni eneo bunge la Kakamega, pia uchaguzi huu utakuwa unaangaliwa na wengi na kujua taswira itakuwa vipi. Leo hii tumeweza kupata habari kutoka kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, ambaye ameweza kusema ya kwamba shughuli za usalama zimeweza kupangwa kabambe, na kesho ndiposa tu wananchi watakuwa wanang'oa nanga ili kujizolea na kuhakikisha kwamba wameweza kuchagua viongozi ambao wataweza kuwakilisha katika eneo bunge la wadi na katika bunge la kitaifa. Wengi wakisema ya kwamba wanatarajia uchaguzi huu utakuwa uchaguzi ambao hautakuwa uchaguzi ambao utakuwa na malumbano ya wizi ama mambo kadhalika. Wengi wakitazamia kuwa uchaguzi wa kesho utakuwa uchaguzi mwema, ni uchaguzi ambao utakuwa umepangwa taslimi ili kuhakikisha kila kitu kitaweza kwenda vizuri. Wananchi sasa wakitarajiwa, ni mtazamo wao wa kuhakikisha kwamba kesho asubuhi na mapema watakuwa wanajiguaba katika debeni ili kuhakikisha kwamba wameweza kuwachagua viongozi wengine ambao wataweza kuwakilisha katika wadi zao. Pia tu niweze kukueleza Bwana Rashid, leo manake tumekuwa tukipita kambi, tumeweza kuona ya kwamba wananchi wa eneo hizo wameweza kujipanga, na wengi wakiwa na mtazamo wakisema ya kwamba viongozi watakaochaguliwa waweze kuhakikisha kwamba wameweza kuleta maendeleo. Manake miaka 3 imeweza kuisha, inamaanisha kwamba watakuwa katika hiti hicho kwa miaka 2, kwa muda wa miaka 2, na taswira itakuwa ni aje. Wataweza kuhakikisha kwamba wataweza kuleta maendeleo ama wataweza kufanya vipi? Lakini tutatarajia kesho ili tuone mkwazo wa uchaguzi wa kesho utakuwa vipi, na vipengele cha katiba kitaweza kutumika. Maanake kuna zile form 34A, form 34B ambazo huwa zinaweza kuwakilisha. Wananchi watakuwa na utulivu mgani wa kuhakikisha kwamba uchaguzi huo utakapong'oa nanga umeweza kungojewa na wengi. Mimi sina mengi ya kusema, lakini asubuhi na mapema tutakuwa tunapatana katika eneo bunge mbalimbali kuhakikisha kwamba tumeweza kukuchorea taswira kamili, kuhakikisha kwamba tumekusorea picha kamili, ili wewe kama Mkenya mahali ulipo uweze kujua uchaguzi wa kesho utakuwa unaendelea vipi. Mimi naitwa Edwin Kagia.
kesho asubuhi na mapemba, ndiposa nakwambia tutakuwa tunajipika katika mlingo wa kisiasa ili tukuletee tabasamu ya kesho. Itakuwa vipi? Uwe na usiku mwema. Mimi naitwa Edwin Kagia nikiripotia runinga ya Hoka TV.